Bima Pub, urahisi wa maisha. Rais Samia hafurahii anavyoona misongamano mikubwa sana hapa Dar es Salaam. Na si Dar es Salaam tu, nchi nzima. Hapendi na hafurahii. Na hisia zake hizo hajawahi kuzificha anapokutana na sisi wasaidizi wake. Kwa hivyo mimi nimepita hapa wakati nilitoa maagizo juu ya kuhakikisha kwamba tunakamilisha barabara stretch ya kutoka hiyo Samnujoma kuja Mwenge kwenda Tegeta na Mwenge kuja mpaka mjini kati, si ndivyo? Na ya Buguruni na ile ya Morogoro, si ndivyo? Lakini sasa wakati napita nimekuta shimo kubwa sana wamechimba hapa. Kwa hivyo nimetaka kujua kutoka kwa wasimamizi, wataalamu wetu, ni nani amefanya kazi hii ya kuchimba. Wameniambia ni contractor. Nimewauliza, kwa nini amekuja kuchimba hapa ikiwa kwamba kule kutoka Moroko kwenda mpaka Mwenge na Moroko kuja mpaka Mbuyuni mpaka Kaunda hapa Stanbic hajakamilisha? Nini kimemfanya awe na haraka ya kuja kutifua tena huku? Kwa sababu kule alikotifua tayari hapajakamilika, anakuja kutifua tena huku. Ni nini sababu yake? Na nimegundua kwamba kuna tatizo la mshauri elekezi wa kwangu mimi ambaye ni consultant wa mradi, lakini na wasimamizi pia. Unajua wakati mwingine si jambo la hawa wakandarasi tu. Kwa sababu mkandarasi, hii ni barabara ya Tanzania. Hii ni barabara ya umma. Hawezi kuvamia tu akaanza kufanya kazi ya kuchimba na kutifua. Nimemwagiza katibu mkuu kwanza aniletea habari za hawa wasimamizi wote, na huyu mshauri elekezi nitamchunguza kwa nini anatufanyia vitendo vya namna hii. Nilikuwa katika hatua zangu kubwa mbili. Hatua yangu ya kwanza kwa wakandarasi hawa ilikuwa wote nimewaissue watulipe fidia ya kutucheleweshea miradi yetu. Ndiyo, kwa sababu sisi katika miradi hii hatuna deni na wao, sisi tunawadai wao. Kwa hivyo la kwanza ilikuwa kwamba wanatulipa fidia kwa nini wametucheleweshea miradi yetu. Na jambo la pili, mimi kama mwajiri ilikuwa nina ruhusa ya kuwanyang'anya baadhi ya maeneo. Kwa baba mimi hapa na kunyang'anya kwa sababu wewe unaonekana umezidiwa, huwezi kwenda na kasi yangu. Sasa yawezekana pale ninapotaka kumnyang'anya, mshauri elekezi na wasimamizi wengine labda sio waaminifu, wameamua kumpa aendelee ili kufifisha hoja ya kumnyang'anya. Ndio maana namwambia huyu, ninakwenda kukuchunguza. Mimi naitwa Rajabu Idi. Nani? Rajabu Idi. Mimi ndio msimamizi wa mradi. Na kwa hiyo nachukua fursa hii kuwaomba radhi wa Tanzania kutokana na usumbufu wanaopata jinsi tunavyojenga hii barabara. Matatizo tunayopata ni mengi, lakini tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kutumia uwezo wetu wa akili na juhudi zote kusimamia mkandarasi vizuri ili kazi ikamilike. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.